wako na wema wako. Ninakukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya kukuweka hai siku ya leo, nikiwa na imani ya kwamba kama vile neno lake linasema ya kwamba mwenye kutuita ni mwaminifu, atazidi kubadilisha maisha yetu na kututendea wema. Majina yangu naitwa Pastor Raphael, mimi ni mchungaji kwa kanisa la Christian Foundation Fellowship, mahali panaitwa Makutano Meru, na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Na leo niko na ujumbe ambao nimepewa na Bwana, ambao ningependa tushare hili neno pamoja na wewe na litakuwa la faida. Nataka tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno. Ninakutukuza Mungu mwema na mwaminifu, nikiomba ushindi wako na ukuu wako. Ninaomba hekima ya maneno, ya kwamba yale ambayo nitakayoyaongea yatakuwa ya faida katika maisha yetu na itasaidia mtazamaji kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu achukue usukani na atawale, na nuru yako izidi kutuangazia. Pokea sifa, na ni kwa Yesu tumeomba na kuamini, amen. Nataka kuongea kuhusu the hardness of the heart, ama ugumu wa moyo. Na niseme hivi, Mungu anatarajia kwamba anapotembea na watu wake mioyo yao haitakuwa migumu. Na moyo mgumu unakuwa na kazi kubwa kufanyiwa na Roho Mtakatifu, ndipo uweze kuigiana na makusudio ya Roho. Moyo unapokuwa mgumu, mwanadamu anakuwa ya kwamba hawezi tii tena sauti ya Mungu anapoongea. Moyo wa mwanadamu unapokuwa mgumu, unashindwa kutimiza makusudio ya Bwana. Moyo wa mwanadamu unapokuwa mgumu, unakuwa ni gumu sana kwa Mungu kukuelekeza njia na uweze kuishika. Moyo wa mwanadamu unapokuwa mgumu, mwanadamu hajuangi ya kwamba moyo wake umegeuka mgumu, ila utahisi ya kwamba vitu za rohoni ama vitu zile Mungu amesema zifanywe, unapata sasa zina conflict na your heart. Hauwezi tembea hiyo direction ambayo Roho anajaribu kupeana kama direction. Na ni vizuri mtu yeyote ambaye anatafuta Mungu ama ana acknowledge Mungu, shunguze moyo wake kama moyo wake ni mgumu. Na ukweli ni huu, moyo ukikuwa mgumu, neno la Bwana haliwezi kukuigia. Hata uweze kunenewa neno na uambiwe Mungu anasema hivi, inakuwa gumu sana kulifuata lile neno. Si ati una resist, ni kwa sababu moyo umekuwa mgumu, hupinga njia za Mungu. Na ni vizuri tuseme hivi, matukio yale mwanadamu hukutana nayo kwa maisha inafanyaga moyo wake ukuwe mgumu. Na sio matukio tu, njia zile mwanadamu amekuwa akizienda na matarajio ya moyo wake inakosa kutimia, ama unapokea mapigo mengi sana, moyo wa mwanadamu unakuwa mgumu. Nimekutana na mtoto ambaye anapigwa na mzazi, na akapigwa kuliko ile kiwango cha kurekebisha, na kwa hivyo akawa anaambia wenzake, nitafanya hivyo kwa sababu hakuna kitu kingine nitafanyiwa, ni kupigwa tu, nitapigwa. Hiyo ni ishara ya kwamba sasa kiboko hakiwezi saidia yule mtoto, kwa sababu moyo ushakuwa mgumu. Na mtu akiwa na moyo mgumu anapiganaga na njia za Mungu bila hata kujua. Unapotizama mtu kama Paulo, ile kazi alikuwa anafanya ya kuharibu kanisa, unakuta ya kwamba alikuwa anafikiri ni Mungu anafanyia kazi, ili hali kwa sababu moyo wake ulikuwa umekauka, umekuwa mgumu, anafanya kazi ambayo ni Yesu anaumiza. Unapoona mtu kama mfalme Saul anaambiwa na Mungu direction, anaambiwa ya kwamba nenda kamalize Waamaleki, alafu anafika mahali anasikia nitafanya tofauti. Ni moyo mgumu. Moyo ukiwa mgumu unashindwa kufuata njia za Mungu kikamilifu. Waebrania 3 mstari wa 7, Waebrania 3 mstari wa 7, Biblia inasema, so as the Holy Spirit says, today if you hear his voice,
Verse 8 inasema, do not harden your heart as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Biblia inasema ya kwamba kuna sauti huwa tunasikia siku zote. If you hear his voice, today if you hear his voice, today if you hear his voice. Hiyo ni kusema ya kwamba kila siku Mungu ananena na watu wake. Kila siku Mungu huwa ananena na watu wake. Na kwa hivyo watu wanapokosa kusikia, kama vile anasema Yakoba, wakiwa jangwani walikuwa rebellious, waliabiwa wakakataa kusikia. Today if you hear his voice, verse 8 inasema do not harden your heart as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Verse 9 inasema where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. And verse 10 inamalizia na kusema ya kwamba, that is why I was angry with that generation. I said their heart are always going astray and they have not known my ways. Moyo ukiwa mgumu unashindwa kuzijua njia za Mungu. Moyo ukiwa mgumu unajikuta ya kwamba unabishana. Biblia inasema ya kwamba today if you hear his voice, do not harden your heart. Ishara ya kwamba kuna sauti Mungu anatumia kila wakati, na anapoitumia watu wengi huwa wanafanya mioyo yao ikuwe migumu. Na moyo wa mwanadamu ukishakauka ni kusema ya kwamba atafanya anachokitaka, atafanya vile anasikia moyo wake unamuelekeza, atafanya ile ambayo anasikia ya kwamba ndio inamfavor, atafanya ile ambayo anasikia ya kwamba ni ya faida kwake. Ila mambo ambayo Mungu anazingatia na anasema watu wake waweze kuyafanya, utakuta ya kwamba haitakuwa na maana kwake. Moyo ukiwa mgumu, hata sauti ya Mungu na direction ile Mungu anapeana ni gumu sana kuifuata. Unaelewa waliokuwa na Musa, kwa mfano Exodus chapter 14 and verse 11, waliokuwa na Musa wanasema hivi. Exodus chapter 14 and verse 11, ni vizuri nianzie verse 10. Inasema, when the Israelites saw the king and his army marching. Sasa ndio wanatoka Misri. They were terrified and cried out to the Lord for help. They said to Moses, weren't there any graves in Egypt? Did you have to bring us here out in the desert to die? Look what you have done by bringing us here. Hawa ni watu wamepiganiwa na Mungu, lakini wakati wameona magari ya vita ya Farao imewafuata, wanakosa kudhamini Mungu ambaye alisababisha kuwe mchana wakati mmoja na kukue usiku wakati mmoja. Ni Mungu aliyesababisha ya kwamba kuwe na wadudu wanauma watu na wao hawaumwi. Mungu ambaye alisababisha kufanyika shura kwa Farao na pande yao hakuna shura. Waliona hizo ishara zote. Mungu ambaye alisababisha firstborn wa Farao hakufe na firstborn wao hakufi. Na wanasahau hiyo yote Mungu amefanya kwa sababu mioyo yao imeshapata ugumu. Na kwa hivyo wanasema, bali kwani hakuna makaburi kule Misri ambao tungekufia huko na tuziko kwa makaburi mazuri? Ni ishara ya kwamba moyo wa mwanadamu umetoka. Kwa sababu bona mtu apate craving, aseme ati ya kwamba ana crave makaburi mazuri. Hata kama kaburi limejengwa na mawe, hata kama kaburi limejengwa na dhahabu, kaburi ni kaburi. Lakini hawa watu wanasema ya kwamba we are craving to die in Egypt because of the graves, ya kwamba ile makaburi yako pale na mwenye kukufa hafurahi, hajui kaburi lake limekaa namna gani. Kwa hivyo hakuna kitu cha kujivunia, ni ishara ya kwamba moyo umekuwa mgumu. Unaposoma Numbers chapter 11 and verse 8 and verse 4, Numbers Hesabu 11 mstari wa 4, Biblia inasema, the labor of them began to crave other food, and again the Israelites started wailing and said, if only we had meat to eat. And verse 5 inasema ya kwamba, we remember the fish we ate in Egypt at no cost, also the cucumber, the melons, the onion and the garlic, but now we have lost our appetite, we never see anything but this manna. Yani wanalalamika tena ati ya kwamba kula Misri tulikuwa tunakula watermelon, kulikuwa na vitunguu, yani mtu anakrevia kitunguu na Mungu anapeana mana ambao maandiko yanatuambia ni chakula cha malaika. Chakula ile malaika wanakula, yani God has provided
but you cannot see the provision of God. Una crave zile vitu za zamani, una crave zile vitu ulikuwa unafanya zamani. Hiyo ni ishara ya kwamba moyo wako umekuwa mgumu. Yani umekaa hivi, umeanza kutamani wakati nilikuwa kule duniani nilikuwa na kunywa, ati sasa unaanza kucrave, moyo wako ushaanza kukauka. Ukiona umeanza kutamani zile vitu, hawa wanatamani vitu za zamani, wanatamani ati kule Misri tulikuwa tunakula samaki. Wanasema kule Misri tulikuwa tunakula vitunguu, tulikuwa tunakula kiukamba, tulikuwa tunakula watermelon, tulikuwa tunakula vitunguu saumu. Yani zile vitu unasikia watu wakicrave, ishara ya kwamba mioyo yao imekauka. Na sijui kama wewe, ninaongea na wewe siku ya leo, ni ya kwamba moyo wako umekauka, una crave vitu ambazo ulikuwa unatamani zamani. Unasema ya kwamba ninatamani kabla sijaokoka nilikuwa nakula hizi. Yani ukisikia sasa zile vitu unatamani, ni ishara ya kwamba moyo wako ushakauka, ni ishara ya kwamba moyo wako umekuwa mgumu. Na ni vizuri sasa uelewe ya kwamba moyo wa mwanadamu ukishakauka, ni nini huwa inafanyika katika huyo moyo. Moyo ukishakauka, ni ishara gani zinatuonyesha ya kwamba you have a hardened heart? Na unaelewa moyo wa Farao ulikuwa mgumu, ya kwamba hata miujiza hakuweza kurecognize ya kwamba ni Mungu anafanya. At one given time, washawi wa Misri wakamwambia, hii kitu unaona hapa, it is the figure of God. Hii ni kidole ya Mungu inafanya hizi vitu. Imagine mtu ameambiwa hivyo na bado anabishana, haoni kama ni kitu. Yani hata muujiza ufanyike, you cannot acknowledge God ya kwamba amenifanyia muujiza. Nilikuwa sijui nitatoa wapi school fees ya kupeleka watoto shule Januari, lakini sasa Mungu ameprovide school fees. Unapoiona hiyo, lakini unasema nimeagukia. Yani Mungu hakuna mahali anakujia, ni kuagukia, umeagukia. Na hii kuagukia sioni kama ni kuagukia, ni mkono ya Mungu imehusika kuhakikisha ya kwamba imekuprovidea, alafu wewe unaona ya kwamba ni bidii yako na juhudi yako. Hiyo ni kusema ya kwamba moyo ushakauka. Na hivi ni kuelezea hivi, ni nini inafanyaga moyo wa mwanadamu kuwa mgumu. Biblia inasema ya kwamba ni deceitfulness of sin. Dhambi huwa ina uwezo wa kukudanganya. Dhambi huwa ina uwezo wa kukudanganya. Hebrews chapter 3 and verse 11, Waebrania 3 mstari wa 11, ushike, dhambi iko na uwezo wa kukudanganya. Na kwa hivyo unapodanganyika na dhambi, na dhambi hudanganya mtu namna gani? Ya kwamba umefanya kitu mara ya kwanza, alafu unagojea uone kama Mungu atauliza. Haukuonekana na watu, uliweza kujifisha, na wale walikuona hawakujui, kwa hivyo hakuna ripoti yote itatokezea. Alafu kisha baada ya hiyo unakuta umefanya tena, haukuonekana wala haikuulizwa, maisha yako haikubadilika. Kutoka hapo dhambi inaanza kukudanganya, kutoka hapo dhambi inaanza kukunenea. Na kwa hivyo kila mwanadamu ambaye anatafuta Mungu ili moyo wake usikauke, tafadhali usiweze kudanganywa na dhambi. Dhambi huwa inadanganya, inakudanganya ati ya kwamba hakuna kitu kinafanyika, lakini hakuna dhambi yoyote haina repercussion. Nimeona watu wakikufa na dhambi ya ulevi, na mtu mpaka ameonywa na daktari akaambiwa usikunywe tena, maini yako iko kwenye eneo la hatari, na huyo mtu anaendelea kukunywa. Kwa hivyo dhambi inamdanganya, inamwambia kwamba si umepewa dawa, ukimeza dawa si itaasha. Dhambi inakudanganya ya kwamba umepewa warning ya kwamba usiingie kazini tena kuchelewa, na unasema ya kwamba kesho nimesikia bosi hayuko, kwa hivyo nitaingia saa 4. Sasa hiyo saa 4 ni dhambi inakudanganya, inakwambia hakuna kitu kitafanyika. Na kwa hivyo dhambi huwa inavutia mtu, na inamvutiaga na uongo. Vile tabia ya panya huwa inafanya, inauma na inapuliza ya kwamba usisikie ushungu. Dhambi huwa inafanya hivyo. Now Hebrews chapter 3 and verse 11, Biblia inasema ya kwamba so I declared on oath in my anger. Huyo ni Mungu anaongea, ati niliapa kwa kiapo nikiwa kwa hasira. Na sasa nikuulize, wakati Mungu anaapa akiwa kwa hasira, risoti ya hiyo kuapa kwa Mungu unaona kama itakuwa gani? Ati Mungu anaapa akiwa kwa hasira. Biblia inasema so I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Ya kwamba kuna watu Mungu ameapa katika uso wa dunia hawataipumzika.
Unakuta mtu katika maisha yake ni kukimbia, anakimbia kulia, anakimbia kushoto, anakimbia asubuhi, anakimbia jioni. Ni kusema ya kwamba kuna mahali dhambi ilikudanganya, na sasa Mungu akaapa hautawahi kupumzika. Let me tell you mpendwa, kuna miaka haufai kukimbia. Kuna miaka haufai kukimbia. Kukimbia ni kumaanisha hivi. Ni kumaanisha umefikisha miaka 60, miaka 70. Surely ni painful ukiwa unalipa rent. Hiyo si miaka ya kukimbia ati unakimbizana na rent. Ukweli hata afadhali urudi kwenu nyumbani kama inaweza fika hapo. Lakini ni nini hii? Ni kunyima umenyimwa rest. Kuna vile mtu anapewa rest na Mungu. Mungu ako na njia zake za kufanya watu maisha yao waweze kupumzika. Kupumzika ni kusema ya kwamba umefundisha watoto wamemaliza shule, alafu wanapewa kazi mzuri ya kwamba hakuna mtoto anang'ang'ana. Unakuta ya kwamba Mungu amekupatia pumziko pande hiyo, haung'ang'ani na watoto. Hata tabia zao na kila kitu chao ni kama Mungu amekupagia na akaipaga vizuri mpaka ikaigiana. Hiyo ni kusema ya kwamba umepewa rest. Ni kusema ya kwamba kuna miaka unafikisha ya kwamba sasa wewe hakuna vitu mingi zinakusubua. Mungu anakupatia rest. Na rest ya Mungu ni kusema ya kwamba anaondoa vitu ambazo zinaweza sababisha moyo wako ukae ukisubuka. Ninaangalia maisha ya mtu ambaye anaitwa Isaac. Alikuwa rafiki ya Mungu ndio, lakini hata hivyo kuna rest moja Isaac alinyimwa. Isaac alipotea macho akiwa mdogo, na reality ni hii, alikaa akiwa hai 43 good years akiwa hana macho. Kutoka ile episode anaambia Jacob uniletee, anaambia Esau niletee chakula nikule, alafu nikikula nikubariki. Yani kutoka hapo anakaa miaka ingine 43 na akiwa hana macho. Huenda Mungu alifanya hivyo kwa sababu ya makusudio yake iweze kutimia kwa Jacob, lakini hiyo ni kusema ya kwamba kwa jia nikitizama vizuri ni kusema ya kwamba Isaac hiyo rest alinyimwa. Maana kupotea macho, mtu akipotea macho hupatagi amani. Yani hiyo rest hauna, unahitaji, akili yako inasumbuka, kuna vitu unaweza fanya lakini uwezo wa macho kuona uwezo kuzifanya hauna. Na kwa hivyo umenyimwa rest ya aina hiyo, na ni vizuri ujiombe, mwambie Mungu nipe pumziko la maisha. Maandiko inasema ya kwamba alikasirika na wao na akaapa ya kwamba they shall never enter into my rest. Kwa hivyo kuna watu Mungu amekataa pumziko. Ndio kuna pumziko tutapewa ya maisha. Hata tukienda kwa mazishi tunasemaga amepewa pumziko, huyu amepumzika. Lakini si watu wote huwa wanapumzika. Kuna watu wanapumzika na kuna watu hawapumziki. Ukiangalia kwa mazishi, hata vile mtu ameenda akiondoka duniani, itakwambia kama ni kupumzika. Maana ameenda akiwa amesubuka sana. Tunasema ni kupumzika lakini haikai ni kupumzika. Ukiangalia vile Daudi alipumzika, maandiko inasema aliambiwa tayarisha nyumba yako, you are going to die. Na Daudi akatayarisha. Tukiangalia mtu kama Jacob, aliita watoto wake wote akawabariki, kisha akapumzika. Kuna watu wanapumzika. Abraham anapumzika. Kuna watu wanapumzika na kuna watu hawapumziki. Unakuta spirit ya mtu mpaka inatokezea watu wakiwa hai. Ni kusema kwamba hana rest. Maana kwa nini yarudi kwa watu walioko hai na ni mtu alipumzika? Ni kunyimwa, unanyimagwa rest. Na ni vizuri uelewe ya kwamba dhambi ikikausha moyo, Mungu anasema ya kwamba hawa watu niliwanyima pumziko. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Verse 12. Biblia inasema ya kwamba see to it, brother and sister, that none of you has a sinful unbelieving heart that turns away from the living God. Na kwa hivyo dhambi, hiyo unbelieving heart inafanya mtu ageuke atoke kwa Mungu. Hiyo ni ugumu wa moyo. Umehubiriwa miaka mingi na ukaabua upendo wa Mungu. Hata ukiangalia vile Mungu amekuweka kwa maisha, ukweli unajua ni mkono ya Mungu imekubeba, lakini umekataa kabisa kwenda kanisa. Unaamua siendi, mimi nitakuwa mshirika online, na ni mshirika online wa kanisa ambayo haijulikani ni gani. Maana on Monday una fellowship kwa hii kanisa online, Tuesday uko kwa hii, na furthermore hata mchungaji wa hiyo kanisa hakujui. Tafadhali, hiyo ni kudanganyika, ni dhambi na kudanganya hivyo. Ati Yakobo wewe ni mshirika online. Tafadhali ikiwezekana hakikisha hiyo kanisa unasema wewe ni mshirika online, mchungaji wa hiyo na viongozi wa kanisa na system ya hiyo kanisa inajua wewe ni wao. Otherwise utadanganyika. Biblia inasema ya kwamba hata kama haufanyi dhambi ukiwa sasa hapo nyumbani, utakapofika hiyo siku ni nani atakupeana mbele ya Bwana? Maana kondoo haijui njia. Sasa wewe utakuwa kondoo ya nani? Ni nani? Ni mchungaji gani ataabua sasa leta watu wako? Ati sasa hata ukienda kumwambia mimi nilikuwa mtu wako online, atakataa, atasema Yakobo sikukujua. Na kwa hivyo usidanganyike na dhambi.
Biblia inasema, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful unbelieving heart. Kutoamini ya kwamba kuna system ya Mungu inaitwa kanisa na unafaa uende, hiyo inaitwa sinful unbelieving heart. Kutoamini ya kwamba wewe ni mtu ambaye anafaa kuwa chini ya mchungaji anakuchunga, hiyo Biblia inaita sinful unbelieving heart. Huwezi jichunga, lazima ukue chini ya mtu anakuchunga. Na Biblia inasema that turns away from the living God. Hiyo inasababisha mtu ageuke, atoke kwa wema wa Bwana. Verse 13 inasema hivi, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by the sin deceitfulness. Ati tukue tunatiana nguvu kila siku, ili kusipatikane mtu hata mmoja katikati yetu ambaye atakaushwa moyo na dhambi imudanganye. Dhambi ikikudanganya inakaushaga moyo. So that none of you may be hardened by sin deceitfulness. Kusipatikane mtu katikati yetu ambaye anadanganywa na dhambi na moyo wake unakauka. Na nikwambie hivi, dhambi imedanganya watu wengi. Hata unaposikia watu vile wanaongea, wakisikia kanisa matoleo inaitishwa ya fedha, ukisikia hivyo unaelewa ya kwamba mioyo ya watu ishadanganywa na dhambi, na inakausha mioyo ya kwamba watu hawafai kuitishwa pesa, na watu hawafai kukemewa, watu hawafai kuulizwa kuhusu vile watavaa. Kila mtu anataka kuvaa vile, haiwezekani. Hizi ni vitu ambazo dhambi inakudanganya, inakausha moyo, inakudanganya ya kwamba ati Mungu hatauliza hivyo. Hata nimesikia mwingine akisema ya kwamba Mungu akona haja na moyo, hana haja na mwili. Basi kama akona haja na moyo, ageua watu wote awasha wakiwa na mioyo peke yake, spirit. Maana kwa Mungu hakuna kitu hakiwezekani. Ageua watu wote awasha watu wakiwa na spirit na mioyo peke yake, lakini hafanyi hivyo. Maana kufanya kazi kwa Mungu ama kazi ya Mungu ifanyike katika dunia hii haifanywi na mioyo, inafanyagwa na mwili. Mwili lazima uhusike. Mungu akisema nenda mahali fulani, si moyo unaendanga, ni mwili unaenda. Ni mwili inalipa fare, inaenda, na hiyo ni gharama. Na kwa hivyo usidanganyike. Yule Mungu ambaye akona haja na spirit, akona haja na mwili, akona haja na vitu mbili, akona haja na spirit na akona haja na mwili. Kwa hivyo usidanganywe na dhambi. As long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin deceitfulness. Kwa hivyo tunatakana tukue waangalifu ili dhambi isije ikatudanganya, ikakwambia kwamba kila kitu iko sawa, wakati watu wote tumeambiwa we encourage one another. Kwa hivyo lazima kuwe kuna watu wanakuangalia. Maisha haya lazima kuwe kuna watu wanakuangalia, wanakwambia na hii je umeshika sio mzuri, afadhali ugeuke. Hii je umeshika si mzuri, afadhali ugeuke. Bona wewe kanisani hatukukuona Sunday, bona kanisani ulikuja ukalala, kwani shida iko wapi? Yani hiyo inakuweka ya kwamba dhambi haiwezi kukudanganya. Maana unaweza jiangalia useme ya kwamba mimi nimetosha na sifai kuulizwa. Verse 14 inasema ya kwamba we have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. And verse 15 inasema as has just been said today, if you hear his voice, do not harden your heart as you did in the rebellion. Verse 16 inasema, who were they who had and rebelled? Were they not all those who led out of Egypt? Ni akina nani hao waliasi? Ni wale wote. Biblia inasema were they not all. Ushike hiyo, wote, all those Moses led. Musa aliongoza watu, na ishara ni ya kwamba wote waliasi na wakafanya mioyo yao ikiwa migumu kwa Mungu. Wakaahidiwa shamba lenye asali na maziwa, wakafika kwenye ukingo wa shamba, wakasema tutafute mtu aturegeshe Misri. Hiyo liliumiza Mungu sana. Maana nimewapigania, nimewapea chakula, nimeondoa mili yao ushovu, nimewapea chakula ya kila kitu wanahitaji, lakini wakifika katika ukingo wanasema turudi Misri. Hii ni kukwambia kwamba utakapokosa kuwa mwangalifu, dhambi itakudanganya na itakausha moyo wako. Na niseme jambo lingine ya kwamba ni nini inaonyesha ya kwamba mtu moyo wake ni mgumu? Ni mtu ambaye anakopi the world. Ephesians chapter 4 and verse 17. Ikiwa mienendo yako yote ni ya kufuata dunia. Ephesians chapter 4 and verse 17. Ikiwa unakaa vile watu wa duniani wanakaa. So I tell you this, I'd insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Hebu nipatie King James version.
Hii inasema as the Gentiles do. King James Version tuone inasema nini. King James Version inasema as the other Gentiles who walk in the vanity of their mind. Nipatia Amplified Bible tuone. Amplified Bible inayo inasema nini? Amplified Bible so this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence, that you must no longer live as the heathen do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their soul, and the futility of their mind. Verse 18 inasema, their moral understanding is darkened, and their listening is beclouded. They are alienated, self-banished from the life of God with no share in it. Ati ya kwamba hawa watu wametolewa, Mungu amewatoa katika wema wake, amewatoa katika upendo wake. Na ni kwa sababu gani? Ya kufuata vile dunia inafuata. Kufuata dunia ni kusema ya kwamba mtu akikuangalia hana tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Yaani hata Biblia inasema kwani hamjui miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Meaning kama mwili wako ni hekalu, lazima kuwe na distinction between you na wale watu ambao hawajaokoka. Distinction ni kusema ya kwamba tengeneza nywele ikae mzuri. Distinction ni kusema ya kwamba piga mswaki ukae vizuri. Distinction ni kusema ya kwamba vaa nguo na upige pasi. Hata mtu akikuangalia you look presentable. Distinction ni kusema ya kwamba vile dunia inafuata, wakisema wanaingia mahali fulani, wewe unahisi ya kwamba roho anasema no, wewe haufai kuingia hapo. Hata kama ni watu ambao marafiki wamesema tuingie hapa tukule nyama choma. Truly ukiingia na ukule nyama choma hakuna dhambi utakuwa umefanya, lakini roho anakuambia miguu yako isiingie hapo. Afadhali utii hiyo sauti ukae na njaa, lakini usiingie mahali hapo, maana ukiingia utakuwa ya kwamba umeumiza roho. Na hiyo Biblia inasema their moral understanding is darkened and their listening is beclouded. They are alienated, self-banished from the life of God with no share in it. Part B inasema this is because of ignorance, the want of knowledge and perception, and the willful blindness that is deep seated in them. Ya kwamba huyu mtu ni kipofu, ya kwamba unaona kitu ni kizuri na watu wengine wanaona hiyo kitu ni kibaya. Hiyo ni kusema ya kwamba moyo wako ushakuwa mgumu. Wewe unaitetea ya kwamba this is good na nimeifanya hivi ya kwa sababu ilikuwa inatakana ifanywe hivyo, lakini Mungu na watu wale wengine wanaona wanasema no, haikuwa inafaa kufanyika hivyo. Hiyo ni kukwambia kwamba your heart has been hardened. Na moyo ukikauka, ya kwamba Biblia imesema unakaushagwa na dhambi. Na kwa hivyo Biblia haijatwambia vitu mingi zinakausha moyo, lakini ni vizuri uelewe ya kwamba wakati umeingia kwa misingi ya dhambi, dhambi inakukaushia moyo. Na mtu akikaushiwa moyo, dhambi inakutoa kwa wema wa Bwana. Kwa hivyo wale watu Mungu anaandika kwa list, hawa nitawaonyesha wema wangu, hawa nitawaonyesha fadhili zangu, wewe hauwezi hesabiwa pale. Na ndio unauliza mbona maisha yangu haibadiliki? Ni vizuri sasa ugeuze uangalie, mbona sibadilishi vitu fulani ndio maisha yangu ibadilike. Na ukifanya hivyo utabarikiwa. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa ajili ya neno ambalo umenipea. Nimelileta kwa watu wako katika ile misingi na njia. Neno lako linasema ya kwamba hauwezi andaa meza ambayo haina walaji. Na nimeleta neno kulingana vile Bwana ungependa watu wako wasikie. Na huyu ambaye moyo wake umekuwa mgumu, ninamuombea fadhili na neema, na ya kwamba hiyo maneno ambayo inakaushaga moyo wake ataweza kujirudia na kugeuka, kama vile mwana mpotefu alijirudia na kugeuka na akarudi kwa babake na maisha yake ikabadilika. Ninatangaza ushindi maishani mwake kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa, tawala na tamaraki, kwa Yesu Bwana tumeomba. Amen. May God bless you. Ninaitwa Pastor Raphael. Ukitaka kusupport hii program, unaweza tuma your support kwa hii namba 22218. Hiyo ni account ya Family Bank. 22218, hiyo ni paybill. Account number 7238 itakutolea jina Christian Foundation Fellowship, na utabarikiwa na Bwana. May God bless you. May Lord do you good. Bye bye.